Kwa sababu kuinuka, usifikiri kuna upepo wa kisulisuli utatokea. Ni wewe ufanye maamuzi. Kiwete kwenye mlango mzuri aliambiwa na Petro, simama. Kiwete hakusimama. Kiwete hakusimama mpaka Petro alipochukua maamuzi ya kumshika mkono na kumsimamisha. Kwa hiyo naweza nikakwambia simama, usisimame. Yaani kwamba wewe unataka kufanikiwa na uwezo wa kutaka wa kujifanya ufanikiwe mwenyewe huna, na sio kwamba huna, utaki, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kufanikiwa. Anasema uzima na mauti upo katika uwezo wa kinywa chako, sio cha mtumishi, cha kwako wewe uliyemwamini Mungu. Kwa hiyo ukitaka mauti ipo, ukitaka uzima upo, ni wewe unaamua. Kwa hiyo sina sababu mimi kukuchagulia nini uamue. Amen. Amen. Na ukiamua vibaya, sina njia ya kukufanya uamue vizuri. Kwa nini? Nikitaka uwe vizuri kwenye maamuzi mabaya itanigharimu mimi. Ndio unakuta mtu anafunga 3 kafu kwa ajili ya mshirika wake. Sasa anaye mmoja, wakiwa 10 unaweza kufunga 3 kafu kwa kila mmoja? Utaweza? Haiwezekani. Kwa sababu na mimi bado ni mtu, ni mwanadamu. Natakiwa na mimi nijitenge, na mimi nijiombee ili niweze kufanikiwa. Na nifanikiwe pia nikisimama mbele yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tusome kitabu kile cha Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kuna kitu nataka tuanzie hapa leo. Ndio. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda nini? Na huku ndiko kushindako ulimwengu, ile imani yetu. Kwa hiyo anasemaje? Kila mtu anayemwamini Mungu amemwamini ili awe na neema ya kushinda kinachoshindana naye. Lakini matokeo au uwezo wa kushindana na hicho unategemea kiwango cha imani yako. Kwa sababu ni imani pekee inayoweza kukupa neema ya kushinda. Ni imani tu inayoweza kukupa aina ya kushinda kwenye kile unachoshindana nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote unachoshindana nacho, na kwa namna yote unayoshindana nacho, so issue unaamini nini katika mashindano. Hicho ndicho kinachoweza kukuletea matokeo. Joshua alikuwa akipigana vita. Joshua alikuwa mwanadamu. Joshua alikuwa anatumia upanga kama adui wa jeshi la pili. Joshua alikuwa na wanajeshi wachache kuliko jeshi la adui zake. Na Joshua aliona muda unaenda sawasawa na wale wengine wanavyoenda, lakini Joshua aliamini hivi vita ikifika kesho sina ushindi, ni lazima leo vita viishe. Kama vita ishe leo, adui zetu wana ujasiri na wana mapatano na watu wengine, wanaweza wakakutana wakaunganika mataifa mengi wakaja wakatupiga, kwa sababu leo tumewaelemea. Leo lazima vita viishe, leo lazima vita vimalize, leo lazima tufike mwisho, lakini muda unaenda. Sikiliza mtu mwenye imani. Joshua alipoona muda unaenda na vita lazima viishe, alisimama akasema. Hakuangalia wanajeshi wa jeshi lake, hakuangalia wanajeshi wa jeshi pinzani, aliangalia dalili ya majira ya nyakati hii. Biblia inatuambia kwa nyumaji ni jua na mwezi. Mungu akasema na tufanye jua na mwezi vile ndio dalili na majira na nyakati chini. Kwa akajua ili dalili za majira zipotee na nyakati za kupigwa zipotee, lazima nisimamishe dalili. Akajiambia jua simama, hautatembea mpaka ninapiga adui zangu, mpaka nimeshinda adui zangu. Masaa yakawa yanaendelea, lakini jua limesimama. Mwangaza bado upo, watu wanajua
bado ni mchana, lakini ni usiku wakati jua linawaka, ni usiku wakati jua limechomoza, ni usiku wakati jua linaunguza. Yuko mtu mmoja mwenye imani akaniambia jua simama, na jua liliposimama adui walichoka, kwa sababu walitegemea giza lije wapumzike, jipange. Giza halijaja, walichoka, wakapigwa, njaa ikawashika, wakatwangwa, vita ikaisha. Unasimamisha nini na maisha yako wakati adui wako mbele? Kinachokutegemeza au kinachowategemeza unakijua. Kama hutakijua hutakisimamisha, na kama hutakisimamisha vitaishi. Lazima ujue dalili na nyakati za adui kwenye maisha yako ni nini. Labda ni taarifa zako unazopenda kutoa. Umetongozwa na mkaka, hajakwambia nitakuoa. Kakutongoza tu nakupenda pia. I love you so much. Wewe kitungu changu na mimi karoti. Ukishamaliza umemtoa kwenye simu my husband. Yaani nakutongoza alishakuwa mume wako. Hapo hajalala na wewe. Nakutongoza tu ushamleta mume wako. Asubuhi kamesema mume niamkaje? Mume kuna mume wako kwenye simu. Yaani mume anamkaje sina mmoja kwa nyumbani. Unamweza mume wako amekaje kama wapi? Yaani umetongoza tu. Yaani akakuja waacha. Zani ndio inakukia. Mwaka huu kwangu naolewa. Nini? Mkaka ukimwona tani. So handsome. Liwezi. Kaka watu jezi. Linapiga suti kaunda. Tayari kaunda. Tutakuundia mipango. Alafu anacheka na wewe. Kweli, wewe siku tutaimba. Amesema olewi, mbona kaolewa? Lakini anasema utaolewa wewe. Wewe hujanijua vizuri. Usipojua adui zako wanahila juu ya mipango yako, hutaweza kusimamisha hila zao. Na usipoweza kusimamisha hila zao, huwezi kufanikiwa mipango yako katikati yao. Lesa. Kwa lazima ujue kama ni kielele chako, acha kielele. Kama wewe ni Yusufu, kaota tu kaamka nimeota. Akilala kiota kaamka nimeota. Akilala kiota kaamka nimeota. Kwani ndoto zinatimia ukiwa umesema tu? Hata usiposema zinatimia. Chagua cha kusema na cha kutosema. Kuna vitu viwili katika ili andiko lazima tujifunze. Anasema huku ndiko kushindako ulimwengu, ile imani yetu. Kwa hiyo kumbe hatushindi dhidi ya dunia, tunashinda dhidi ya ulimwengu. Kwa sababu pia kuna tofauti kati ya dunia na ulimwengu. Ila watu wengi wanafikiri dunia ndio ulimwengu, na hawajui kwamba dunia iko ndani ya ulimwengu. Sasa dunia ni nini? Definition ya dunia ni fupi sana. Wanasema dunia ni eneo lenye muonekano linaloshikika. Ni physical place. Yaani kijibu tu unapata. Tena alikuwa na vema. Excellent. Mfano vizuri. Lakini ulimwengu ni kitu kingine. Ulimwengu ni kitu kingine. Ulimwengu ni nini? Unisikilize. Ulimwengu ni jumla ya vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni pamoja na dunia. Ulimwengu unajumlisha sayari zote pamoja na muda. Kwa nini? Ulimwengu definition ya kwanza ya ulimwengu. Shuku hapo ni kutafsiri hapo. Lakini ukitaka kujua mambo ni ukiangalia nyota, ukiona ile anga, ukiona mawingu, ukiona jua, ukiona mwezi, ukiona ardhi, ukiona miti, ukiona watu, wote hao ni ulimwengu. Lakini pia ulimwengu ni eneo wazi lisiloonekana. Hiyo lazima ujue. Ulimwengu ni eneo wazi lisiloonekana, lakini lipo ila halionekani kwa macho yako. Lakini pia ulimwengu, neno
ni mfumo wa asili unaoendesha maisha katika roho na katika mwili. Inaitwa ulimwengu. Lakini pia ulimwengu ni jamii, ni eneo la jamii maalum. Neno ulimwengu ni eneo la jamii maalum. Mfano, unasikia kuna watu wanasema ulimwengu wa soka. Hakuna mahali soka linaishi, lakini anaposema ulimwengu wa soka anajumuisha watu wote na vitu vyao vyote vinavyohusu soka. Ukisikia ulimwengu wa ulimbwende, hakuna mahali malimbwende wanakaa, lakini ulimwengu wa ulimbwende unahusisha watu wote wanaofanya masuala ya kilimbwende na vitu vya kiulimbwende. Bwana asifiwe. Kwa unaposikia ulimwengu wa roho, ni ulimwengu wa jamii maalum ya viumbe wasio na mwili ambao wanakaa kwenye eneo hilo la kiroho wao tu. Ikiwa unataka uende kwenye ulimwengu wa roho, lazima uache mwili. Ukiwa na mwili utabaki kwenye eneo la jamii ya watu wa mwili. Huwezi kwenda kwenye jamii ya watu wasio na mwili. Ili uende kwa watu wasio na mwili, ni lazima uache mwili. Haleluya, haleluya. Na ulimwengu wa roho au eneo la jamii ya viumbe vya kiroho limegawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza linaitwa eneo la viumbe wa kiroho la giza, linaitwa ulimwengu wa giza. Alafu kuna eneo la viumbe wa kiroho la nuru, linaitwa ulimwengu wa roho wa nuru. Bwana asifiwe. Na tabaka ya watu wawili, wapo wanaotegemezwa na ulimwengu wa roho wa giza na wapo wanaotegemezwa na ulimwengu wa roho wa nuru. Hakuna mtu anaishi nje ya ulimwengu. Ulimwengu ndio unaotengeneza aina ya maisha na ulimwengu ndio unaompa mtu maisha. Kwa ukiwa kwenye ulimwengu wa roho wa giza, ni shetani ataamua aina ya maisha yako na atakupa hayo unaishi. Ukiwa kwenye ulimwengu wa roho wa nuru, ni Mungu atakupa aina ya maisha na atakupa hiyo aina ya maisha uishi. Ndio maana kwenye Efeso 1:3 anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni kwenye ulimwengu wa roho. Kwa baraka zako hazipo kwa baba yako, hazipo kwa mtumishi, hazipo kwenye kanisa, hazipo kwenye Biblia, hazipo kwenye kuimba, hazipo kwenye kuhubiri, zipo kwenye ulimwengu wa roho. Na ili uzipate lazima uache mwili uwe roho. Yohana alipewa ufunuo akiwa nje ya mwili. Ukisoma Biblia kwenye ufunuo anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nami nikasikia sauti ya mmoja wa malaika akiniambia, panda hata huko. Kwa hiyo angekuwa kwenye mwili, sauti ya malaika asiye na mwili isingemwita, na hata ingemwita asingesikia, kwa sababu mwili na mipaka hauwezi kusikia vitu ambavyo vinatoka kwenye sauti ya wasioonekana. Ili usikie sauti ya wasioonekana, lakini huo kwenye yale kutoonekana, wachawi wanaweza wakawa hapa, lakini huwezi kusikia kwa sababu una mwili wako, kwa sababu una akili zako. Ukitoka kwenye mwili wako, utaona wachawi wanakuzunguka, utaona mapepo yanakuzunguka, utaona mizimu inakuzunguka, utaona vikwazo vinakuzunguka. Kama utatoka kwenye mwili ukawa roho, maisha yako mkononi mwako. Kwa nini tufanikiwe? Ni kwa sababu tunaishi sana kwenye mwili kuliko kwenye roho. Tunaitwa watu wa rohoni, lakini tunaishi mwili. Hii ni hatari sana. Mchawi anajua faida za kuishi mwili, ndio maana anaishi na mwili wake. Unaweza kumkuta mchawi anaishi kwenye kadumba, ukikaangalia sema Mungu wangu, hata napo anaishi mtu, lakini eneo hilo utasema wasiolewe. Ndugu, utapiga magoti mpaka uweze kuwa kiwete, unaomba kuolewa, huolewi. Kuna mtu mmoja anaishi kwenye kibanda kidogo, lakini anajua mamlaka ya kiroho, anatawala eneo, anatawala maisha, anatawala watu, anatawala jamii ya watu. Akisema hapo watazaliwa viwete tu, watazaliwa viwete. Nataka mtake kuzaliwa viwete mpaka mnaondoa mamlaka yake kwa jina la Yesu. Mchawi anajua thamani ya kuishi rohoni. Roho
kwanza inataja, haigusiki, hamna mtu anaweza kugusa, lakini roho inaingizwa, haionekani, lakini pia ni unstoppable. Nani anaweza kuzuia? Weka ukuta, roho itapita. Nenda chini ya maji, roho itapita. Ndani ya yai, roho inapita. Ndio maana wachawi, funga milango, funga madirisha, weka kila kitu na vioo, ataingia, atakutoa kwenye kitanda, atakulaza chini, atakuchapa figo, atakujambia, atakuzotea, ataondoka. Na ulifunga, havunji, hana tabia ya ujambazi, havunji, anaingia. Wewe unaanza kulamiki, usiku gani kabwa? Kama ulikabwa, wapo wataalamu wameingia. Wewe unaweza kuingia kwenye chumba cha chawi kwa kufunga. Yaani ukishakabwa ndio uamka asubuhi. Alafu nimekuona usiku. Nakwambia wewe unikome wewe kwenye sababu fuata wewe. Nakwambia tena unikome wewe. Hatugombanaje kimwili. Yeye alikuja kiroho, nenda kiroho kama mwanaume kweli. Nenda kiroho kama mwanamke kweli. Usishindane kwa maneno ya mwili wako. Shindana kwa maneno ya roho yako. Maana roho pekee yake ndio ina mamlaka. Maana roho pekee yake ndio ina uwezo. Maana roho pekee yake ndio ina nguvu. Hakika mtepu zile damu na mwili. Bali zina nguvu katika roho. Hata kuangusha ngome na kuteka mawezi. Amen. Kaya basa kushika. Faida ya ulimwengu wa roho ni kubwa. Nampenda Yesu. Wakati uko katika mwili, aliruhusu kahaba akawa anachezea. Hadi watu wasema huyu baba kaanguka dhambini huyu, amjui huyu kahaba. Amjui ataanguka dhambini huyu. Lakini Yesu alipokufa akafanya mabadiliko ya mwili wake, akatoa mwili unaoshikika, akaja na mwili usioshikika. Alikuwa ni tangible, alikuwa ni invisible, alikuwa ni unstoppable, hakuzilika. Alipotaka ajulikane, anakuja unamjua, akitaka asijulikane, anakuja unamjua. Kwani wachawi wafanya hivi? Mchawi siku anakuja, anasula baba yako, afa anakukaba, wewe nilikuzako shida, wewe nakuwa mimi, afukamka baba mchawi. Yaani ni baba yangu kabisa ni mchawi, sio baba yako mchawi. Kuna mtu ana taaluma ya kiroho, anachukua muonekano wa baba yako, alafu anakukaba usiku, kukuunganisha na baba yako ili ajifiche wewe usimjue. Watu wengi wamegombana na ndugu zao kwa sababu ya ndoto ambazo shetani au wachawi wanachukua muonekano wa ndugu yako, anakuja kukuangia usiku. Sasa wewe unaamini kila unamwona kwenye ndoto ndio yeye halisi. Unakurupuka, unagombana na ndugu yako aliyekuoga jirani yako. Tunahitaji fahamu wa kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Tunahitaji fahamu wa kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Yes. Sasa usikilize. Tumesema mambo ya roho, tumesema mambo ya mwili. Haya yote yanaendeshwa katika mifumo na sheria za kiroho. Na sheria kuu ya kiroho inaitwa imani. Ndio sheria mama. Ndio sheria mama. Inaitwa imani. Kwa nini tuifunde msomo? Mawazo yako yakiwa imani yanakuwa sheria maisha yako. Kuna mtu mawazo yake ashamwambia, mimi sitaki kuolewa na mwanaume mfupi. Staki. Amewaza, akaamini anastahili kuolewa na mwanaume. Kwa hata Mungu akimwambia huyu mfupi huyu Zakayo ndio mume wako, anasema hapana. Atamrudishia Mungu. Sio kwa sababu yule anayemwaza ndio halisi, bali ndio imani aliyotuwekea. Kwa nini? Imani ikithibitika kutoka kwenye wazo inakuwa sheria na kanuni za maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa imani ikishakuwa kiongozi wa sheria za kiroho, imani inaendesha mifumo ifuatayo. Yaani katika sheria zote za kiroho zimewekwa katika mifumo ifuatayo. Imewekwa katika mifumo ifuatayo. Hii inaitwa mifumo ya asili ya kiroho kiimani iwezayo kuongoza na kubadili maisha ya mtu. Namba moja unaitwa mfumo wa uhamisho. Mfumo
wa kuhamishwa, levitation. Kwa wapare tunaita levitation, lakini ni uhamisho. Nini kinachofanyika? Kazi ya kanuni hii ni kuhamisha kitu au kukiinua kitu hewani. Ushawahi kuona wale wana mazingaombwe? Au wangapi walikuwa wataalamu wa kutazama season kama hii? Hapa kanisani watu walifanya waangaliaji. Yesu ana wanafiki wengi. Mimi bwana nilikuwa naangalia. Wala sitaki unafiki. Ambaye alikuwa anaangalia season family. Ukiacha unafiki ndio mbinguni. Kuna season inaitwa Mary. Wangapi wameiona? Ulikuwa unaona Mary alikuwa ana uwezo wa kuangalia upanga ulio kwenye kiuno cha mtu. Macho yake yanakuwa mekundu, alafu anauinua. Anautoa upanga pale. Ujanyosha mkono kama unaangalia kumelitikia. Watu wabaya. Sasa ile ni kanuni ya kiroho. Ni kanuni ya kiroho. Inaweza kuinua vitu vikawa vyepesi katika mazingira ya kuguswa. Yesu alipotembea juu ya maji alitumia hii kanuni. Alitumia hii kanuni. Petro alipoanza alifuata kanuni. Baadaye akaacha kanuni, akatazama sheria za bahari, akaanza kuzama. Kanuni ya uamsho inaamsha vitu na vinaelea hewani. Ni kitu ambacho Mungu anakitumia sana. Yesu alipokaa alitumia kanuni. Elia alipokaa ilitumika kanuni. Enoko alipokaa ilitumika kanuni. Ni kanuni ambazo zipo kwenye ulimwengu wa roho na zinaendeshwa na sheria inaitwa imani. Kama una imani, hizi kanuni huwezi kutumia, kwa sababu Wakristo tumeaminishwa hayo mambo wanafanyaga wachawi. Wachawi ndio wanafanyaga hayo. Ndio maana kanisa limekuwa dhaifu, ronya zekwende, kwa sababu kuna vitu vya kiroho na ni sheria za kiroho na kanuni za kiroho, lakini kuzimu inafundisha watu wao na kanisa halifundishi watu wake. Matokeo yake kanisa linashindwa na kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nakupa hizi kanuni au mfumo hii mchache, alafu nitakwambia kwa nini nakwambia. Namba mbili inaitwa kutolesha. Kanuni ya kutolesha. Zamshi. Kanuni ya kutolesha. Hii kanuni ya kutolesha ni ile unaona mtu ametokea mbele yako kapotea. Hata Yesu alitumia kanuni wakati ameambatana na wale vijana walikuwa wanaenda wapi? Emau. Akaenda nao wanapiga stori wamjui. Wakafika mpaka nyumbani kwao, jina Yesu akiwa pamoja nao. Wakaweka chakula. Wakati wanakula Yesu akaumega mkate. Wakatambua ni Yesu. Yesu akapotea. Hakunyanyuka aondoke. Hakuambia naondoka, alipotea kisha haipo. Kanuni iliyotumika ni hii. Na ndio kanuni wachawi wanatumia. Unaweza ukawa umelala ukaota ndoto chumbani kuna mtu. Alafu mwili tunakusisimka. Japo usingizi unapata ukiinuka, unaona mtu anaweza kupotea. Unaona mtu kama anapotea kwenye ukuta, shida kwa jina la Yesu. Anatumia kanuni hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasemaje? Kila mtu anayemwamini Mungu amemwamini ili awe na neema ya kushinda kinachoshindana naye. Lakini matokeo au uwezo wa kushindana na hicho unategemea kiwango cha imani yako.